Kama mnavyojua, Tume ya Nguvu ya Atomu ya Tanzania ni taasisi mojawapo iliyopo katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inafanya kazi chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Na kwa kupitia jitihada kubwa za tume hii, leo hapa Dar es Salaam tumezindua uwepo wa taasisi mpya ya wanawake katika nuclear science. Kama mnavyojua, nuclear ni masomo ya kisayansi ambayo kwa kweli yanahitaji vijana waweze kujifunza sayansi kuanzia ngazi ya chini, na hata tunapoongelea wale watumishi wanasayansi wakubwa katika fani za nuclear, wanapaswa kwa kweli hao waandaliwe kuanzia ngazi za chini kabisa. Kwa hiyo taasisi hii iliyoanzishwa leo ina lengo la kuwavuta na kuwahamasisha wanawake na wasichana wa Kitanzania kuweza kujihusisha katika masomo na shughuli mbalimbali zinazohusiana na masuala ya nuclear. Kama mlivyosikia katika hotuba yangu, nuclear haipo tu kwenye masuala ya ulinzi. Nuclear inatumika katika masuala ya afya, katika masuala ya kilimo, katika masuala ya maji, katika masuala ya mazingira, na katika maeneo yote haya kwa kweli tunahitaji wataalamu waliosoma masuala ya nuclear na wakaweza kufanya kazi katika sekta mbalimbali nilizozitaja. Na wataalamu hao tunahitaji pia na wanawake wawepo katika sekta hizo. Ndiyo maana sasa commission hii ya nguvu za atomu iliona ni vizuri sana kuanzisha chapter hii Tanzania, ili kuwe na chombo ambacho kwa kweli kinahamasisha vijana wa Kitanzania, especially wasichana, kuanza kupenda masomo ya nuclear, kiasi kwamba baadaye wakaweza kujiendeleza na kuwa wanasayansi mahiri ambao wanaweza kufanya kazi katika sekta mbalimbali. Kama nilivyosema awali, nuclear tu sio kwa ajili ya ulinzi, nuclear inatumika katika sekta nyingi. Kwa hiyo chama hiki, association hii, kwa kweli kazi yake kubwa itakuwa ni kuhamasisha wasichana kuweza kupenda masomo hayo ya nuclear science, lakini pia wao kuwa kama mfano, role models. Kwa sababu wasichana ili waweze kukua na kupenda sayansi, lazima waone wamama au wasichana wengine ambao wamefanikiwa katika fani hizo. Kwa hiyo wasichana hawa wataenda kuhamasishwa na hawa wanachama wa chama hiki, na wataenda kulelewa na kuonyeshwa njia na kuonyeshwa hata wanaweza kuwa watu gani endapo watasoma masomo ya nuclear ya science. Sasa kwa kutambua umuhimu wa nuclear science na teknolojia zake, serikali yetu kuanzia mwaka wa fedha huu unaoisha sasa, na wakutambua kwamba wataalamu hao ni wachache na bado nchi yetu inahitaji wataalamu wa nuclear katika sekta mbalimbali, serikali imetenga kwa mwaka wa fedha unaoisha bilioni 3 kwa ajili ya ufadhili kwenda kusomesha wanasayansi wa Kitanzania ambao watabobea katika masuala ya nuclear science. Tayari mchakato wa uteuzi umeshakamilika, na nafurahi kuwatangazia tayari Watanzania 6 wameshateuliwa kwenda kusoma masomo yao ya ngazi za juu katika masomo ya nuclear science. Lakini wataalamu hao wakirudi watafanya kazi katika maeneo mbalimbali ambayo yanahitaji matumizi ya nuclear technology. Na hata tumeshapitisha bajeti ya Wizara ya Elimu. Tena kwa mwaka huu serikali imetenga tena bilioni 3 kwa ajili ya kuendelea na ufadhili wa Tanzania ambao wataenda kusoma katika vyuo vya hali ya juu katika nchi mbalimbali hapa ulimwenguni, na watakaporudi sasa watakuwa ni wataalamu bobezi, wana umahiri mkubwa, na hivyo sasa watarudi kuchangia katika kuendeleza sekta mbalimbali kupitia utaalamu ambao watakuwa wameupata. Kwa hiyo kuanzishwa kwa chama hiki kwa kweli ni njia mojawapo ya kupromote uzuri, lakini pia kuencourage Watanzania wengi na especially wasichana na akina mama kujielekeza katika kusoma, lakini pia kubobea katika masuala ya nuclear. Kwa hiyo leo sisi tunafuraha sana kama Watanzania, kwa sababu sasa Tanzania imekuwa ni nchi ya 22 katika Afrika kuanzisha chama hiki cha wanawake katika nuclear, lakini nchi ya 58 ulimwenguni kuanzisha chama hiki. Kwa hiyo Tanzania sasa tunaingia katika ramani ya dunia
ambapo na sisi sasa tumekwenda kuwekeza kwa upana sana katika masuala ya nuclear science, na tayari chama hiki kipo ndani ya nchi yetu, na hivyo kama serikali tunawaahidi sana kwamba tuendelea kuwapa ushirikiano, kuwapa maelekezo na hata kutoa support pale inapotakiwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba chama hiki kinakuwa chama hai, chama ambacho kinavutia, na hivyo kuweza kuattract wanachama wengi kuingia katika chama hiki. Mkurugenzi, karibu. Wewe ndio rais wa hiki chama cha Jumuiya ya Wanawake katika Teknolojia ya Nyuklia Tanzania. Kwa nini kimekuja wakati huu na mafanikio yake itakuwaje? Karibu sana. Asante. Jumuiya yetu hii tumeanzisha 2020, lakini kwa sababu ya COVID tulichelewa kuanza activities, lakini tulianza activities zetu mwaka 2023. Jumuiya hii itakuwa ni kama platform kwa ajili ya wanawake wote ambao wanafanya kazi katika kada hii ya nyuklia, ili tuwe pamoja, tupeane moyo, tuhakikishe kwamba tunajiendeleza kielimu, kwa sababu fursa ziko mbalimbali duniani kote na nchini kwetu pia fursa zinapatikana, lakini wakati mwingine zinachelewa kuwafika hasa wasichana au wanawake ambao wao katika kidato kidogo cha kazi zao. Kwa hiyo jumuiya hii tuna malengo kwamba ya kuwakusanya wanawake wote ambao wanafanya kazi katika kada hii ya nyuklia, ili tuwe pamoja, fursa zitufikie kwa urahisi, na pia sisi ambao tumeshakuwa watu wazima tuwe kama ni role model kwa ajili ya vijana ambao ndio wanaanza kazi. Lakini pia jumuiya yetu tunataka kuhakikisha kwamba tunawapata mascientists katika field hii, kada hii ya nyuklia. Kwa hiyo tunaanza kuzungumza na wasichana katika sekondari ndogo kabisa, form 1, form 2, ili wakati wanapochagua wachague masomo ya sayansi, na wanapofika katika masomo yao ya university waweze kuingia kwenye masomo haya ya nyuklia. Kama mlivyosikia kwenye mahotuba kwamba hii fani ya nyuklia iko katika sehemu mbalimbali, mahospitalini, sehemu za kilimo, sehemu za maji na mambo ya research. Tunahitaji wataalamu katika fani hizi, na kwa sasa wataalamu wasichana au wakina mama ni wachache, labda kutokana na kwamba wasichana hawajiendelezi katika masomo ya sayansi tangu katika sekondari za awali, au pia wasichana ambao tayari wamefikia kwenye degree za kwanza hawachagui kwenda nyuklia kwa kuhofia kwamba labda ukiingia kule kuna shida, mionzi ina shida. Lakini sisi ambao tayari tuko kule tunakuwa kama role models au tunakuwa mentors, tunahakikisha kwamba namba ya watu wafanyakazi katika field hii inaongezeka. Lakini vile vile tunajitahidi kuwalea wasichana au akina mama ili pia waje kushika nafasi za uongozi. Kama ambavyo sisi tumefika, tunawaonyesha kwamba inawezekana na wao pia wanaweza wakashika nafasi za uongozi mbalimbali. Asante.